Asalamu alaikum. Kwa majina naitwa Juma Rua Mwanza kutoka Mtwapa. Nina umri wa miaka 24. Mimi ni fundi wa viatu. Nashona viatu, mabagi, naweka zipu, na repair mpira na kuunda viatu kama vya Mswahili, viatu vya shanga. Hizo ndio kazi zangu zinafanya hapa nyuma National Bank. Nimeanza hii kazi sasa hivi, huu ni mwaka wa pili na najishughulisha na hiyo kazi, na kama unavyoona hii ndio kazi yangu. Hapa sehemu yangu ya kazi iko kama nilivyo. Katika kazi yangu ya ushonaji ninaitegemea kwa kila kitu katika maisha yangu kwa sasa hivi. Nitegemea kwa kula, kwa kuishi kwa ujumla, katika mahitaji yangu yote. Rent, nalipa rent, nafanya kila kitu kupitia kazi yangu hii ya ushonaji viatu. Na nilikuja Mtwapa nikitafuta kazi miaka 2 iliyopita. Baada ya kukosa kazi, nikakaa chini nikajiuliza nini naweza nikafanya vizuri mimi kama mimi, ni ujuzi gani wenye naweza nikafanya. Nikaona niko na ujuzi wa kushona viatu kwa sababu nilikuwa nimejifunza miaka mingi iliyopita. Tokea nikiwa mtoto nilikuwa nafanya kushona viatu. Hivyo nikaamua kuanza kushona viatu mwaka wa 2023. Nilianza kushona viatu polepole, ingawaje ilikuwa na changamoto nyingi, lakini nashukuru kwa sababu nilianza kushona na watu wakakubali ushonaji wangu. Mpaka leo hii mimi ni fundi wa viatu na mabagi na vitu vingi tu kurekebisha. Kutokana na kazi yangu yanafanya, changamoto ni nyingi. Changamoto ya kwanza kabisa napitia kwa sasa hivi ni kutokana na hali yangu, kutokana na changamoto ya mgongo yenye inanisumbua, sababu mgongo unaniuma. Saa kukaa sana kazini kikweli siwezi kaa zaidi ya masaa 6 kwa kazi, na hii kazi yangu inabidi nikae sana, hususan kuanzia asubuhi hadi jioni. Lakini kwa sasa hivi kulingana na hali yangu, mgongo umekataa kabisa. Siwezi fikisha hata masaa 3, 4, tayari siwezi. Na ndio sababu nahitajika kufanyiwa matibabu yenye nahitaji changamoto ya function. Ndio pili, hapa mahali wakati wa mvua siwezi kaa kabisa kwa sababu ni mahali penye kuko wazi, kuko nje. Mvua inaponyesha maji yanajaa kila mahali. Sasa unapata magari yakipita mbio, naoshwa, na pale napooshwa pia mvua inaponyesha hawezi kaa kwenye ngazi, maana mvua maji. Na pia unapata sana wakati wa mvua baridi inazidi kwa sababu ni nje, so siwezi kuwa kazini. Changamoto ya tatu, kutokana na hali yangu, inakuwa ni changamoto kubwa zaidi wakati wa kufungua kazi. Napata uwezi fungua kazi, unategemea mtu sana ila kufungulia kazi. So asubuhi napotoka nyumbani kufika kazini, mpaka tafutie mtu mwenye atanifungulia kazi, nibebe vitu kutoka kwa store ambao ni viti na hii mizigo yangu, mpaka mtu akuletee kwa kazi ndipo uanze kazi. Na hata jioni pia wakati wa kufunga inabidi utafute tena mtu mwenye atakusaidia kubeba vitu, akuondolee, akupelekee store. Wakati mwingine unachelewa kuja kazi kwa sababu utafika kazini, mtu mwenye labda unategemea kufungulia kazi
labda kuna shughuli zake ama labda hayupo kwa hicho kipindi, sio inakuwa ni changamoto yenye ni lazima, kwa sababu kila mtu ako na shughuli zake. Sio rahisi mtu ufike tu kazini hivi upate mtu atakutolea vitu, upate mtu atakusaidia, sio rahisi. Pia changamoto nyingine kutokana na hali yangu, inafikia mahali kukaa inashindikana, na hata nikifika nyumbani pia kufanya shughuli zangu za kibinafsi inakuwa ni ngumu kwa sababu ya uchovu wenye ama maumivu yenye kwa mgongo, inabidi tu unafika nyumbani na unalala. So kwa hizo changamoto zote inakuwa ni shida kwa kazi ama kupatikana kazini kila wakati ama kila siku. Licha ya changamoto hizi zote zinapitia kila wakati, bado najitahidi, bado najituma, bado nafanya bidii, napatikana kazini hata kama ni kwa muda mchache, lakini bado nafanya kazi, kwa sababu hiyo ndio kazi pekee yenye kwamba nitegemea kwa kula, kwa kila kitu, kwa katika maisha yangu ndio kazi pekee yenye nitegemea. So lazima niingie kazini licha ya changamoto hizo zote. Hata kama mgongo utanisumbua, itabidi niingie hata kwa ule muda mchache wenye nitapata. Nitafika kazi, nitafanya kazi yenye nitaweza, na pia hata kama nitafika kuchelewa lazima nifike, kwa sababu bila kufika sitaweza kuyakidhi ama kuyatimiza mahitaji yangu ya kila siku. Kwa hivyo ni lazima nifanye kazi, ile changamoto zote lazima nijitume. Kwa hali yangu hii nilionayo, sikuzaliwa hivi. Ilinipata nikiwa mtoto, nikiwa na umri wa miaka 6. Ilikuwa mwaka 2007 mwezi wa 8, baada ya kwamba tumefunga shule. Nilikuwa nishaanza kusoma, nilikuwa nursery school hiyo time, na hiyo siku nilianza kuumwa na tumbo, ikiwemo saa 1 hivi usiku. Tumbo liuma usiku kucha, lakini sikupata dawa yenye ilituliza. So asubuhi tukafikiria ni kitu cha kawaida, nikaenda hospitali kupimwa, lakini madaktari wakasema sina tatizo lolote lile. So wakanipa dawa, mchana ilikuwa sina tatizo lolote lile. Kisha ilipofika usiku tena, siku ya pili yake, tumbo likaanza kuuma kwa siku ya pili. Liliuma kwa masaa zaidi ya masaa 8, kuanzia saa 1 hadi saa 10 asubuhi likaacha. So ilikuwa hivyo kila siku, usiku tumbo linauma, lakini asubuhi ama mchana sikuwa na tatizo lolote. Madaktari walijitahidi kutafuta tiba ama kulingana na hiyo hali venye ilikuwa ya tumbo, lakini hakuna dawa yote iliyosaidia. Tumbo liliuma zaidi ya wiki 2. Baada ya wiki hizo 2, siku moja nikawa nimeenda kutafuta dawa. Nilikuwa nimeandikiwa dawa hospitali, nikaenda, lakini kurudi ghafla nilihisi kisunzi nyumbani na nikaanguka. Kuanguka, baba mama wakaniuliza tatizo ni nini, wakaniangalia, lakini hata wao pia walishindwa kuelezea, maana ilikuwa ni hali ya isiyoelezeka kama isiyoeleweka ilianzaje. Hivyo wakanichukua kanipeleka hospitali. Mimi tuseme nilifaint hiyo time. Niliamka siku ya pili yake nikijipata hospitali, Kilifi Hospital. Sasa nilipokuwa hospitalini, niliporudisha fahamu, mimi mwenyewe nikauliza mbona tuko hapa ama kuna nini, maana sikuwa nahisi maumivu yoyote yale. Babangu akaniambia, wewe tumekuleta hospitali kwa sababu unaumwa na shida ni miguu. Hebu amka ujaribu kutembea. Amka ujaribu kutembea. Lakini nilipojaribu kuamka nikakuta siwezi. Nikakuta kuanzia kwa kiuno kwenda chini, siwezi kufanya chochote kile. Yaani sisikia hata ukinifinya, yaani sisikii chochote kuanzia kwa kiuno kuja chini. Sikuwa nahisi chochote kile. Aidha unichome ufanye nini, sikuwa nasikia chochote. So hiyo siku nilisikia uchungu sana. Nililia sana kwa sababu nilijua sasa siwezi tembea tena kwa mara nyingine. Na madaktari walishindwa kuelewa hao pia ni shida gani haswa yenye ilinikuta hiyo siku ama kwa hicho kipindi. Hivyo wakaniambia itabidi nipigwe picha ya kichwa. Baada ya wiki moja nikaenda kwa picha, nikapigwa picha ya kichwa. Wakasema sina tatizo lolote, niko sawa. Na baada ya kupigwa picha nilikaa tena hospitalini wiki moja.
wakasema itabidi nipige picha ya tumbo. Nikaenda kwa picha ya tumbo, kapigwa picha, wakaangalia, wakasema sina shida yoyote, tumbo niko sawa, sina shida yoyote ile kulingana na maelezo yao. Hivyo daktari mmoja akasema kama kichwa yuko sawa na tumbo yuko sawa, lakini hali iko hivi, itabidi tuende kwa picha ya mgongo sasa tuone kama kuna shida yoyote ile. Hivyo nikaenda nikapelekwa Coast General Makadara pale, nikaenda nikapigwa picha. Hiyo ilikuwa baada ya mwezi mmoja. Nikaenda kupigwa picha ya mgongo, MRI. Na MRI wakasema niko na tatizo la mgongo, wakasema niko na growth kwa spinal. Kuna kitu kimefanya kwa spinal, hivyo nahitajika nifanyiwe upasuaji ili kutoa ile growth yenye iko hapo, maana hiyo ndio ilikuwa kama kizuizi ama kama shida yenye ilizuia ama yenye ya changamoto yenye ilipata hiyo miguu ilitokana na mgongo. Hivyo nikarudishwa tena Kilifi, nikakaa Kilifi wiki moja nikiendelea na matibabu. Madaktari wakaniambia kwa sasa hivi wangenishauri niende kwa mazoezi kwa watu wa physiotherapy. So nikalazimika kutoka hospitali nikiwa hali yangu bado haipendezi hata kidogo, sababu hiyo time hata kukaa kwenyewe ilikuwa ni shida. Hata kukaa ilikuwa siwezi kaa kwa sababu ya kuumwa. Hivyo nikatoka hospitali nikarudi nyumbani kwa wazazi wangu. Nilikaa nyumbani kwa kipindi cha mwezi hivi, baadaye nikaenda Coast General kwa matibabu zaidi ama kwa uchunguzi zaidi. Kufika Makadara nikaanza kufanywa physiotherapy nikisubiria majibu ya daktari mkubwa kuhusiana na upasuaji. Lakini daktari mkubwa akaniambia umri wangu ni mdogo sana, siwezi fanywa upasuaji kwa hicho kipindi. Kwa hivyo nikabidi ama ikawa naendelea na mazoezi kila siku. Na hicho kipindi nilikuwa nimeacha kusoma, maana siku anaweza enda hata shule. Maana sasa ilikuwa ni hali yenye ni mbaya, maana siwezi socialize na watu, nilikuwa lazima nijitenge. Yani nilikuwa najistofauti sana. Nilikuwa nakaa peke yangu, nakaa kama nimejitenga yani. Hivyo nikaacha kusoma. Na baadaye kadri nilikuwa naendelea kufanya physiotherapy, niliona mabadiliko yenye yalikuja polepole. Kwa mfano, ilifikia mahali nikaweza kukaa mwenyewe, na baada ya kuona naweza kukaa, mzazi babangu akasema kwa hivyo inamaanisha tukiendelea na mazoezi ama na dawa na hizi medication itafikia mahali utakuwa na improvement zaidi. Hivyo kuna shirika ilikuwa linaitwa BF Suma lenye walikuwa wanadili na physiotherapy, walikuwa na mashini zenye walikuwa wanatumia kuchoma watu kwa mgongo na miguu kwa jumla. Nikaenda kwa hao, nikawa ninapokea matibabu kwa mgongo kupitia zile mashini zao. Ikafikia mahali nikaweza kutambaa sasa kama mtoto mdogo tena. Ikafikia mahali nikaanza kutambaa tena, kukaa na kutambaa. Na siku moja nikashika kiti nikajaribu kujiinua ile kuamka kutoka kwenye nilikuwa nimekaa. Kwa furaha nikaona naweza nikaamka kutoka kwa kiti. Nilishikilia kiti, nikajiinua na nikaamka. Nilifurahi hiyo siku na kila mmoja pale nyumbani alifurahi kwa sababu tulikuwa na ile imani kwamba naweza nikatembea tena upya. Lakini baadaye nikawa siwezi fanya chochote zaidi ya kusimama tu, na miguu ilikuwa inanyoka kwa sababu ilikuwa na ganzi, ilikuwa ikinyoka. Siwezi fanya chochote, siwezi inua mguu, siwezi fanya chochote, nilikuwa nisimame tu na nitulie hivyo. So babangu akanitengenezea mahali kwa nilikuwa naweza nikafanya zoezi. Akanitengenezea chuma zenye nilikuwa naweza shika nikifanya zoezi hapo katikati, ile kujiinua, kusimama na kukaa polepole. Ikafikia mahali nikawa naweza nikaamka, nikashika hizo chuma na nikasimama na nikakaa kiurahisi. Hivyo siku moja nikatafuta miti magongo tu pale nyumbani, zilikuwa ni kuni zilizotumia kupika. Nikachukua nikajaribu kufunga huku juu, nikawa natumia kama kutembelea. Na nukweli nikaweza kusimama na hizo miti, nikatembea. Na baadaye babangu alipoona naweza nikafanya hivyo, ninaweza nikashika hiyo miti nikatembea, akaamua kunitafutia scratches hizi hapa. Ilikuwa mwaka 2009 ndio nilianza kutumia hizi scratches.
akaninunulia, nikajaribu kusimama nazo, nikaanza kutembea polepole, ingawaje ilikuwa changamoto kubwa sababu ilikuwa ni kitu sijawahi jaribu. Kwa hivyo ilikuwa na maumivu mengi kwa kifua, ilikuwa na maumivu mengi, yani ile kuamka na kutembea haikuwa rahisi. Lakini nilipoona naweza, nikajitahidi kwa sababu nilikuwa natamani kutembea. Hivyo ikanilazimu kufanya zoezi, lakini miguu ikawa haina nguvu hata kidogo. Nikawa nikisimama naanguka, siwezi tembea kwa muda mrefu, nikitembea kidogo hivi naanguka. Hivyo siku moja nikaamua kuangalia miguu yangu na nika identify shida inatokea wapi. Nikaona miguu yangu tatizo kubwa ni haina nguvu, haiwezi simama, siwezi simama mwenyewe yani. Kwa sababu nilikuwa nikisimama miguu inakunjika, nikisimama miguu inakunjika. Hivyo nikaamua kutafuta suluhisho ama suluhu ya hii miguu nitaifanyaje ili iweze kusimama. Hivyo nikaona shida iko kwa magoti. Nikisimama goti najikunja tu lenyewe, yani inakunjika tu yenyewe. Hivyo nikaamua kutafuta kitu chenye nitakuwa ninafunga kwa miguu. Hivyo nikatafuta vijiti viwili nilikuwa nafunga kwa miguu. Huo wakati nikawa nafunga kwa miguu huku hivi na huku chini, katikati na blada, ili kuisaidia mguu siweze kukunjika. Nilitumia hiyo system kwa mwezi mmoja na nikaona inawaka. Hivyo babangu alipoona natumia ile system akaona inaniumiza sababu ilikuwa inanichubua miguu. Akaamua kunipeleka Portrees kutafuta kama kuna njia ama namna yenye inaweza tumika ili hii miguu isiweze kukunjika. Na tulipoenda Portrees tukaona daktari, tukamwelezea hiyo changamoto yenye iko miguu na kusimama, miguu inakunjika, haina nguvu. Daktari akaniambia kunao kitu kinaitwa calipers zenye nimevaa sasa hivi. Ingawaje ziko ghali lakini zitakusaidia. Hivyo calipers wakaniambia ni 6,000 kwa wakati. Wakanipimisha calipers. Nikaenda nikachukua calipers, nikavaa, nikafunga kama mnavyoona, ingawaje zangu zimeisha kwa sasa kwa sababu ni kitambo na ziko ghali. Kununua calipers sasa hivi inakuwa ni changamoto, maana mahitaji ni mengi. Sasa calipers inakuwa natumia ingawaje zimeisha. So ikawa ni afueni kwangu. Nikavaa calipers, nikafunga na nikaona kweli nikisimama zinanisaidia. Sababu hata sasa nikisimama kupitia calipers miguu haikunjiki. Naweza nikasimama, nikaamka, nikatembea na nikaenda distance ndefu. So pia changamoto ziko bado. Ingawaje natumia calipers kwa sababu calipers ni nzito. Navaa calipers lakini bado kutembea ni changamoto kwa sababu ni nzito. Kujiinua ukiwa na calipers inaleta madhara mengine kwa mwili. Natumia nguvu nyingi sana kutembea. Ingawaje nashukuru kwa kuwa naweza nikatoka hapa kuenda sehemu tofauti ama kwenye nataka kuenda na kufanya chenye nataka kufanya kupitia calipers na hizi scratches. Mpaka sasa hivi hali yangu iko hivi na imani na matumaini kwamba inaweza ikawa vizuri zaidi, kwa sababu kwenye nimetoka ni mbali. Nimetoka kwa hali mbaya zaidi, lakini sasa hivi na matumaini na ina imani inaweza kuwa vizuri. Kutokana na changamoto ya mgongo niko nayo, mwaka jana ilibidi nirudi kwa picha tena, nikaenda nikapigwa picha hapa Coast General na wakaniambia kwamba shida bado ipo, growth bado ipo, na daktari akasema ndio bado inaweza ikatatuliwa kupitia upasuaji. Na kulingana na maelezo ya daktari alisema kwamba itagharimu shilingi 600,000. Lakini kutokana na juhudi zangu, bidii zangu, familia na marafiki zangu tumeng'ang'ana, tukajaribu kuchanga, tukasaidiana na tukafikisha kiwango cha shilingi 150,000. Kwa hivyo mimi naombeni jamani, mwenye atakuwa willing, mwenye atakuwa na uwezo wa chochote kile chenye angetamani kusaidia katika hii hali, nitashukuru sana. Naombeni msaada wenu na nitashukuru. Alhamdulillah rabbil alamin. Penzi mtazamaji, unaangalia video kama hii, kwa kweli umeweza kusikia mengi aliyotuambia ndugu yetu Juma kwa zile shida anazopitia, madhila anayopitia, kazi yake anayofanya kama hii. Japokuwa ni mja mwenye changamoto kama hii ya ulemavu, lakini ni mtu amejituma, ni mtu ameipatia hii kazi, kujipa hadhi yeye kupitia kazi yake.
So hadhi yake ameiweka kupitia kazi anayofanya yeye, na mambo mengi ameeleza, alhamdulillah rabbil alamin. Tushukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na ningependa kuomba wale wanaotazama video kama hii tuwe na moyo na tuwe na ari yaweza kumsaidia ndugu yetu kama huyu katika matibabu yake haya, kwa kuwa alipokuwa mdogo hakuweza kufanya upasuaji kama huu, maana yake alikuwa hajakomaa kama madaktari walivyosema. Lakini kwa sasa ni kijana mwenye umri wa miaka 25 na amefikia ule ukomavu wa kuweza kutekeleza upasuaji kama huu. Ndugu yetu kama huyu ameweza kupitia hali hii miaka 19 kwa sasa, na alhamdulillah hakuweza kufanya upasuaji akiwa umri mdogo, akiwa umri hajakomaa, lakini kwa sasa ameweza kukomaa miaka 24 takriban 25, anaweza kufanya upasuaji, amepata nafasi kama hii na fursa kama hii. Wallahi yeye na familia na juhudi zake kubwa ameweza kujituma na kupata 150,000, japokuwa matibabu alivyosema anahitaji 600,000, na kwa sasa imebakia 450,000. Ni sisi ndugu zetu. Kwa hiyo ninatazama video kama hii, wewe ambaye utakufikia video kama hii uweze kuchangia katika khairi kama hii, uweze kumsaidia ndugu yetu huyu aweze kukamilisha kile kiwango ambacho yeye kitamfanya yeye aende kupata matibabu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Hii ni sadaqa, na sadaqa kama hii ukiiweka mbele ya nafsi yako, ukitoa sadaqa kama hii, basi utaipata kwa kweli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kubwa zaidi, inshallah tuweze kumshika mkono kijana kama huu, tuweze kwenda naye tumsaidie kidogo chako kile ambacho unacho, iwe ni 50, 100, 200, 1000 na ziada. Na kwa wale ambao si lazima mali ama uko na connections na madaktari hospitali, waweze kumsaidia kijana kama huu apate matibabu, na biidhnillah ataweza kuwa sawa, arudi kazini, na vile vile aweze kujiendeleza kimaisha. Paybill namba yake chaya kwenye screen, pamoja na simu namba yake ya simu. Unaweza tumia paybill ama send money kwa namba yake mwenyewe, na jina itakuja Juma Rua Mwanza. Wabillahi tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.